Mtaalamu hakuna muda wa kupumzika kwa sababu nafikiri ukiondoa michuano ya CHAN ambayo inaanza Agosti 2 mpaka Agosti 30, muda wote uliosalia hapo unataka zaidi wachezaji wawe well trained na wawe well coached, kwa sababu moja kati ya changamoto ya Simba ilikuwa ni gari kuchelewa kuwaka. Unakumbuka mwanzoni mwa msimu kwenye hilo kwa nataka nipishane kidogo, kwa sababu rekodi takwimu zinaonyesha Simba amefunga magoli mengi dakika ya kwanza mpaka 18. Kwa maana yake mapema gari huwa inawaka. Chelewa kuwaka ndani ya msimu ninachozungumzia. Na ndio maana mwanzoni mwa msimu Yanga walikuwa wanaongoza ligi kwa tofauti ya alama 5. Na possible walikuwa na uwezo wa kuongoza mpaka kwenye alama 8 kabla ya wao wenyewe kuja kwanza kupoteza. Ile ya Tabora, yes, Azam na walikuwa wanapitia mazingira hayo, lakini as the days goes on Simba walikuja kujipapatua, gari likaja likavurugika hapa mwishoni kwenye wakati ambao timu inapaswa kuwa bora zaidi, inapaswa kuwa na utulivu zaidi. Nafikiri kinachotakikana kwa sasa ni kuweza kuwa na kwanza utimamu bora. Simba miongoni mwa eneo ambalo limewaangusha ni pamoja na utimamu kwenye mechi husika. Kama umeangalia 70% mpaka 80% za mechi za Simba msimu huu, kipindi cha pili hakikuwa bora sana kama ambavyo kipindi cha kwanza kilikuwa bora. Ni mechi chache sana ambazo msimu uliopita Simba wamezicheza kwenye ubora wao kwenye kipindi cha pili. Mara nyingi walikuwa wakicheza vyema sana kwenye kipindi cha kwanza, lakini kisha fika swala la kipindi cha pili timu ilikuwa kuna namna kama inapoteza ule ubora wake ambao unapaswa kwa namna fulani. Yes, kwa hiyo cha kwanza ni kuweza kufanyia kazi eneo la utimamu. Nakumbuka hata mwalimu Moin Shaban wa RS Berkane, moja kati ya kitu alichozungumza akasema wachezaji wana vipaji vikubwa vya Simba, lakini utimamu wao ni mdogo, hawawezi compete kwenye kiwango ambacho nataka waweze kuwa wana uvumilivu mchezoni kwa dakika zote 90. Lakini pia hata ukienda kwenye area bontasus kwa nia mipira ya juu, bado wachezaji wa Simba watakuwa kwanza zaidi kushuka kuliko wachezaji wa timu nyingine. Akasema wakifanyia kazi swala hilo inawezekana wakawa na moja kati ya timu bora sana. Okay. Na to be fair, kuna namna watu wana disrespect Simba msimu huu, wanaishusha hadhi, kama wanaichukulia poa hivi. Wanaiunderrate Simba msimu huu. Kuna namna naona hivyo hasa nikiangalia mitandaoni. Sasa hapo nataka nimba msimu huu Pete anasema kuna watu wameichukulia poa, kuna wameichukulia baridi. Kivipi? Tena naanze ni nyosha maneno hapo. Kuna muda ni ngumu sana kuelewa wa Tanzania na especially mashabiki wa mpira. Yaani ukiwaelewa hao inawezekana umemaliza dunia unasema, kwa sababu mashabiki wa Simba kuna kipindi walikubali kwamba timu yao inajengwa na hawataki pressure yoyote ya matokeo. Lakini hapa mwishoni wamekuja kubadilika kabisa, wanasema wachezaji walikuwa na uwezo mdogo, na kufungwa na Young Africans kumeamsha mambo mengi ambayo yanaendelea sasa hivi mitandaoni kwenye kiwango ambacho unaweza kufikiri Simba hii haipo kwenye progress yoyote. Ni ukweli usiopingika kwamba Simba walikuwa na timu kubwa mpya, na ukiwa unajenga timu kushinda pia sio dhambi. Kuna wakati unashinda, kuna wakati kwa sababu wachezaji wako si wapo kwenye trial and error, na katika ujenzi ni lazima kubali hiyo trial and error. Lakini hapa mwishoni wamekuja kugeuka. Azifu walikuwa na malengo ya ubingwa, Azifu walikuwa na malengo ya kuhakikisha wanafika kwenye hizo finali na maeneo mengine. Mimi nilidhani kwenye progress ya Simba walikuwa kwenye njia sahihi sana msimu huu. Hata walipofika msimu uliopita kutoka kushika nafasi ya 3 mpaka kwenda kwenye nafasi ya 2 tena, kwa kujua mpaka siku ya mwisho kama hawachukui ubingwa. That was a big move kwangu. Nafikiri tu walichokikosa ni mataji, lakini haina sababu ya kuweza kuclaim sana kwenye timu ambayo inajijenga, na ilikuwa na hiyo progress, ilishaandikisha malengo yake wazi kwamba ni timu ambayo inahitaji kujijenga na kuja kufanya vizuri zaidi kwa siku zijazo. Bwana, huyo ni Nazareth Upete, na wewe pia unaweza ukasema jambo. Tupo live hapo YouTube, ukiandika tu Bongo TZFM unatupata live hapo YouTube. Nenda kaweke comment yako, alafu na sisi tutapita nayo kama kawaida. Mimi naona mtandaoni kinachoendelea, ukitaka kuamini kwamba inawezekana hata mashabiki wa Simba pia hawajui wanachokitafuta, angalia nini ambacho wanakizungumza wao.
Sasa hivi ukipanga kikosi cha ligi ya NBC msimu huu, karibu kila mtu atataka wachezaji wa Simba wawe wengi kwenye hicho kikosi. Sio, unanifahamu? Mimi si nilipanga lineup yangu pale. Karibu kila mtu. Karibu kila mtu. Unamaanisha hata mashabiki ambao sio wa Simba? No, nazungumzia wale mashabiki wa Simba. Aha. Ndio maana nikasema kwenye hili siwahusishi Yanga. Yaani wanaoipiga Simba sasa hivi ni mashabiki wa Simba, wala sio Yanga. Mimi wala sitaki kuwazungumzia Yanga. Ni Simba wenyewe. Na ndio maana nasema inawezekana pia ukiquestion ni kipi ambacho wanataka kukijua ama kitu gani ambacho mashabiki wa Simba wanakitaka, inawezekana ukachelewa kwa namna fulani kuweza kuelewa haraka, kwa sababu mpaka sasa hivi wapo wanaoamini kwamba viongozi wana shida, wapo wanaoamini kwamba wachezaji wana shida, na wapo ambao hawaelewi nini kinaendelea. Ukisikiliza madai yao msimu wakati unaendelea, walikuwa wanazungumzia kuhusiana na waamuzi. Yanga wanabebwa, nakumbuka walizungumza sijui ile goli la Ibrahim Abdullah Baka dhidi ya Tanzania Prisons. Ilizungumzwa sana. Baadaye kesi ikawa kwenye udhamini wa timu 8. Sijui unanifahamu. Baadaye imehama wachezaji wana viwango vidogo. Msimu umeisha, viongozi hawatufai watupishe. Hiyo kwangu mimi nafikiri wanapaswa kufahamu ni nini hasa ambacho lakini Upete inawezekana kama ni ishara ya kwamba kuna matatizo mengi. Yani wakati wanavurugu yani ukitaka kuamini kwa nini hayo matatizo hayana consistency, ili ujue tatizo la msingi lilipaswa kuwa most consistent. Yani timu ambayo imetoka kucheza finali ya kombe la shirikisho whether ili deserve or not, lakini imetoka kucheza finali ya kombe la shirikisho, huwezi kaniambia kwamba ilikuwa haina wachezaji wazuri wa kiwango hicho ambacho watu wanakizungumza kwa kiwango hicho. Yani the way mimi kesi yangu hapa ni the way mashabiki wanapoizungumza timu yao. Wanaizungumza Azifu imeshika nafasi ya 5, Azifu imeshika nafasi ya ngapi, na ukiangalia wao wanahesabu misimu, hawahesabu progress. Wao wanakuambia yani msimu wa 4 huu hatuchukui chochote. Lakini wanasahau kama kuna kipindi walikuwa kwenye glorious ya misimu 4 mfululizo pia. Na wanasahau kama kuna improvement kutoka kwenye Simba msimu ule uliopita mpaka Simba msimu. Usifanyia Simba na comparison ya Yanga, ili ukitaka kujua kwamba Simba mpiga yani ukitaka kuipima Simba usilinganishe na Young Africans. Ilinganisha Simba dhidi ya Simba. Progress haianzi kwa kuangalia jirani yako anafanya nini. Progress ni wewe kwanza. Umepiga hatua gani ili baadaye uje ufanye comparison na jirani. Sasa uwezo ukashindana na jirani ambaye yeye amerithi mali za familia, alafu wewe umezaliwa upambane peke yako hangaike. Hamwezi kwenda hata siku moja. Bwana huko YouTube pia kumenoga kweli kweli, kuna watu wanaandika. Kuna huyu mmoja bwana hapa anaitwa Shafi Mofi anasema Simba wawashukuru marefa, hakuna ubora pale, hata ilo gap la alama moja maana yake anamaanisha hakuna ubora. Lakini kuna mtu anaitwa Damian Ambrosio akasema bas Upete umemaliza. Lakini Hamis William YouTube pia huko na yeye wa maeneo ya Babati pale Manyara anasema kujificha Imbiriri juu hakika paredi ya jana. Akauchanganya maneno ndugu yangu, asante. Labda aliandika nani kikabila. Huyu mwingine anasema Upete unywe soda kwenye hilo. Anaitwa Busongo Kaseka. Farisi Nunshu anapatikana maeneo ya Omurutoma kule Songa Mbele Kerwa Kagera. Anasema yani kuna timu haijachukua hata kombe la kahawa. Kuna kombe cha kahawa kumbe nacho kipo hao ndo wenye nongwa sasa Yanga Hussein, lakini Gifty Barak anasema kaka, ubora wa Simba kwa msimu umechangiwa na maamuzi ya waamuzi, lakini ukisema Simba ni bora anasema hapo utakuwa umewapofusha mashabiki. Fuatilia mechi zao Simba utaona uhalisia wa klabu. Na kule kafu ilikuwaje? Kuna nongo imekukaba hata tulivyozima maiki bado unatamani itoke. Nilimuuliza Chisano Kamara abaki ama awapishe Msimbazi watafute kipa mwingine. Unaweza kawaacha wachezaji wengi wa Simba, lakini kwangu goalkeeper ambaye amecommit makosa 9 kati ya magoli 13 waliofungwa Simba, ambayo katika magoli 9 kuna uhusika wa moja kwa moja wa magoli 6. Yaani unazungumzia asilimia karibu 40 ya magoli ambayo wamefungwa Simba yanatokana na makosa ya goalkeeping moja kwa moja kwenye natural position kwenye ligi kuu peke yake. Nafikiri kwangu hawezi kusalia
kwa goalkeeper wa kiwango cha kimataifa. Goalkeeper ambaye anakunyima alama karibu 10 kwenye msimu, maana yake ni sababu pia ambaye inachangia wewe kukosa ubingwa. Kwangu Musa Pinpin Kamara anastahili zaidi kutokuwa kwenye listi ya Simba msimu ujao kwa performance aliyoonyesha msimu. Otherwise kama tagaranti mabadiliko kwa msimu ujao, performance yake kwenye ukija kwenye shot stopping na baadhi ya vitu anavifanya vingi vizuri tu, lakini hayo makosa ambayo yamepelekea Simba kupoteza karibu alama 10 ambazo ukitazama hizo alama ambazo tunazungumza ni direct yeye anahusika 40% ya magoli ni moja kwa moja. Yani Simba anafungwa magoli 13, 6 ni ya moja kwa moja kwamba goalkeeper ndo umekosea. Matatu ni yale ambayo tunasema ni 50-50 kati ya goalkeeper na safu ya ulinzi, miscommunication. Hakuna nafasi ya wewe kuweza kusalia kwenye timu yangu. Hiyo moja. Wa pili ni Che Malone Fondo, mlinzi mwenye makosa mengi zaidi kwenye michuano ya kombe la shirikisho mpaka tunavozungumza kwenye hatua ya finali. Hakuna excuse ya yeye kusalia ndani ya timu ya Simba, na makosa yake yamekuwa kujirudia pia. Amefanya makosa 7 ambayo matatu yaligharimu Simba moja kwa moja kuruhusu goli. 4 wenzao walimsaidia kuokoa. Nafikiri kwangu hana sababu ya kusalia kwenye timu hiyo. Lakini pia mwingine ambaye nitamuongeza hapo Lionel Ateba Mbida, hakuna nafasi ambayo anaweza kawa nayo ya kuendelea kusalia kwenye timu ya Simba kwa sababu bahati mbaya haionekani progress yake ya kwenda mbele. Inaonekana kama wakimwacha zaidi msimu ujao anaweza kafunga magoli 4 mpaka 6 tu, ama hafungi zaidi kuliko yale aliyokuwa anafanya mwanzoni wa msimu, kwa sababu alianza vyema sana. Na ukumbuke yeye alisajiliwa kama breaking news, kama taarifa ya dharura tu baada ya kuona Steven Dese Mukwala ameanza kwa chini. Ndio baadaye wakamuongeza wakati tayari msimu umeshaanza. Kwa hiyo yule ilikuwa ni kama usajili wa dirisha dogo tu, kwamba wewe unaingia moja kwa moja, tunataraji wewe ndo kaisaidia timu moja kwa moja. Lakini amefika ikawa aheri ya yule ambaye alikuwa anaonekana na changamoto kuliko yeye. Kwangu mimi hastahili kusalia hata kidogo. Na kuna wale ambao wamecheza chini ya mechi 5. Ni kweli sio kila mchezaji anasajiliwa kwa ajili ya first 11. Ukiachana na eneo la goalkeeping, wengine wote kwenye haya maeneo kama umecheza chini ya mechi 5, huna sababu ya kuendelea kuvaa jezi ya Simba. Unapaswa kuivaa kama shabiki zaidi na sio kama mchezaji. Asante. Msikilize kwanza hii. Sisi hatuna shida na watu kuchukua ubingwa. Hatuna shida. Sisi kilichotokera kama Simba Sports Club na kuamua kufanya huu usajili wa kufuru ni watu kuchukua ubingwa alafu waje kwenye klabu yetu waanze kukata viuno. Hiyo ndio kitu ambacho Simba Sports iliwakera sana vibaya. Na mioshi ilikuwepo nini? Yaani kwenye ardhi tukufu ya Msimbazi, kwenye eneo ambalo Simba Sports Club kitovu chetu kimezikwa pale, mtu anakuja kukata viuno kwenye eneo letu, imetukera. Sasa hatuwezi kuacha vijana waendelee kutusumbua. Tunashusha mashine tukachukua ubingwa wetu ili tukomeshe kilimilimi. Sasa hii ni miongoni mwa kauli alizozisema Ahmed ilikuwa msimu uliopita kabla hujaanza kwenye wakati wa usajili. Sasa tunasubiri msimu huu atakuja na kauli gani. Wamekata viuno pia bali. Tena jana wameviongeza. Wameviongeza. Ile ni mayenu. Sema viuno ni vile ambavyo navikata labda nani. Lakini mayenu ni halo nayo akata ya nani. Sema kuvunja chaga. Kama zile bendi za